Karibu katika sehemu ya 6 ya mwendelezo wa mafunzo ya video editing kwa kutumia Adobe Premiere Pro. Katika video hii utajifunza ni jinsi gani utaweza kucheza na maandishi ama text, na hapa tutaangalia zaidi katika upande wa kuweka titles, yani maandishi ya mwanzoni, pamoja na end credits ambazo zinakaa mwisho wa video yako. Huu ni ujuzi muhimu kwa sababu title ndio inampa mtazamaji hisia ya kwanza na credits zinaonyesha heshima kwa wale wote waliotoa mchango katika mradi wako. Kuandika titles itabidi tubadilishe workspace, na tutaenda katika sehemu ya window, halafu workspace, halafu tutachagua captions and graphics. Baada ya kuweka workspace ya captions and graphics, katika upande wa kulia wa workspace yako utakutana na essential graphics, na hapa utaona kwamba kuna templates mbalimbali ambazo unaweza kutumia. Tukisema templates ni vile vitu ambavyo tayari vimeshaandaliwa, una uwezo wa kuchukua na kutumia tu katika project yako na sio kufanya mwenyewe tangia mwanzoni. Kwa mfano hapa utaona kuna graphics mbalimbali. Sasa kama kuna ambayo imekupendeza, una uwezo wa kuchagua na kutumia katika project yako. Sawa, kwa hiyo katika video hii nitakufahamisha jinsi ya kutumia templates ambazo tayari zipo, lakini vile vile nitakufundisha ni vipi unaweza ukatengeneza mwenyewe kuanzia mwanzoni. Sasa kabla ya kuweka title katika mradi wetu huu, nataka tuweke transitions mwanzoni mwa video yetu. Sasa transitions ni vile video yako itaweza kuingia ama kutoka. Kwa hiyo kutakuwa kuna mitindo tofauti ambayo video yako inabadilika. Kwa hiyo hapa mwanzoni tutaweka default transitions. Transitions mwanzoni mwa video inakuwa inaanza na weusi, halafu ile picha yako ndiyo inaonekana ikiwa inang'ara. Na ukiweka mwishoni, video yako itakuwa inatoka katika kung'ara ama kuonekana halisi na kuingia katika weusi. Kwa hiyo nikiweka transition mwanzoni mwa video, hapa unaona kwamba picha yangu inaonekana vizuri kabisa. Lakini niki right click, halafu niki apply default transitions, unaona kuna giza. Sasa nikichezesha hapa, utaona kwamba giza hili linaondoka na picha yangu inakuwa inaonekana vizuri. Mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku, tunasahau kutazama uzuri wa dunia unaotuzunguka. Mashamba yenye maua yana... Sawa. Na tukienda katika mwisho wa video yetu, kwa mfano video yetu inamalizikia hapa. Kwa hiyo tukiweka default transitions, itatoka katika kuonekana vizuri na kuingia katika weusi. Kwa hiyo hii itaonesha ni jinsi gani video yako inamalizikia vizuri na sio kukatika tu ghafla. Kwa hiyo na right click, halafu apply default transitions. Kwa hiyo tukichezesha nafasi mpya ya kuona maisha kwa macho mapya. Kwa hiyo nikisogeza kuanzia mwanzo, nikichezesha. Mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku, tunasahau kutazama uzuri wa dunia unaotuzunguka. Halafu tukiangalia na huku mwishoni, nafasi mpya ya kuona maisha kwa macho mapya. Sawa. Sasa pasina title yangu kuiweka mwanzoni kabisa, mara nyingine nitaiweka ambapo nature inapoanza, kwa sababu video yangu hii ni nature video na hapa ni mazingira tu, harakati za kawaida. Kwa hiyo ikifika sehemu ambayo yanaonekana mazingira ya asili, ndipo ambapo nataka title yangu ionekane. Kwa hiyo naanza kuchezesha kuanzia mwanzo. Mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku, tunasahau kutazama uzuri wa dunia unaotuzunguka. Mashamba yenye maua. Kwa hiyo tuseme hapa ndio nitaweka title yangu. Sasa nikija huku katika presets, na hapa nitachukua tu basic title, naiweka hapa. Sasa kuna tahadhari ambayo inaonyesha hati ambazo zimetumika katika template hii kwenye kompyuta yangu hazimo.
Sasa utabonyeza okay, na ukibonyeza okay zitachaguliwa tu hati zozote ambazo zipo katika kompyuta hii. Sawa. Sasa tujalie kwamba haya maandishi yangu nataka yaonekane kuanzia hapa, nakuza timeline yangu na hapa yaishie. Kwa katika video hii ndiyo ambapo yaonekane haya maandishi yangu, na katika haya maandishi nitaweka pia default transition ili yaweze kuingia vizuri. Mashamba yenye maua. Sawa. Kwa hiyo kwa mfano tukija hapa tukiweka default transition, haya maandishi yetu hayataanza moja kwa moja na kuonekana, isipokuwa yatakuwa yanaingia taratibu. Nikichezesha, mashamba yenye maua yanachanua kwa rangi zinazong'ara. Sawa. Na huku mwisho pia nataka niweke default transitions, maandishi yangu yaweze kutoka vizuri. Sawa. Nitakuja hapa kati. Kwa hiyo kwa mfano haya maandishi yangu nataka niyakuze kwanza ama niyaongeze ukubwa, kwa hiyo nitayachagua. Una uwezo wa kuja katika sehemu ya text na ukabadilisha aina ya hati ambazo unazitaka. Halafu kushuka chini unaweza kubadilisha style, kama unataka za kawaida, unataka pengine zilizolala, lakini kutokana na hati husika inawezekana mtindo ambao unautaka usiwe nao. Kwa mfano, ukija hapa una uwezo wa kubadilisha mtindo wa hati ulizozichagua. Kwa hiyo kama kuna mtindo ama style fulani unaweza ukabadilisha. Hapa utaweza kuongeza ukubwa wa maandishi yako. Kwa mfano hapa ukubwa wa maandishi yangu ni 100, kwa hiyo unaweza kuongeza mpaka 110, 120. Kwa hiyo utakuwa una uwezo wa kuongeza mpaka ule ukubwa ambao wewe unautaka. Sehemu hizi za chini unaweza kufanya alignment mbalimbali. Kama unataka hati zako kuziongeza unene, unaweza kukuja hapa na kufanya vitu tofauti tofauti. Ukija katika appearance utakuwa una uwezo wa kubadilisha rangi za maandishi yako. Kama unataka kuweka stroke unaweza ukaweka hapa, na stroke ni kama mstari ambao unapita pembeni mwa ile umbo lako ama maandishi yako au chochote. Kwa hiyo ukiweka stroke hapo unaweza ukabadilisha rangi. Subiri ni zoom kidogo uweze kuona. Kwa mfano naweka 150 hapa. Una kama kuna rangi nyekundu, nikiongeza hapo naiona. Kwa hiyo hiyo ndo stroke. Kwa hiyo hapa stroke naweza nikaweka nyeusi tu. Haya. Nakuja hapa tena katika sehemu ya zoom level, naweka fit, itarudi nyuma. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukacheza navyo na ukaboresha zile graphics zako. Kwa mfano naweza kuongeza kivuli, kwa nakuja hapa katika sehemu ya shadow naweka tiki. Unaona kwamba maandishi yangu yanaonekana vizuri. Kwa hiyo nikizoom unaona kama kuna kivuli kwa mbali. Sawa, narejesha katika fit. Kwa hiyo katika haya maandishi sasa nitabadilisha jina na nitaweka jina la mradi ambalo ninataka. Kwa hiyo una uwezo wa kuchukua hii type tool, au ukiwepo katika selection tool ukibonyeza mara 2 utaweza kuhighlight. Kwa hiyo jina la kazi yangu mimi nitaandika nature video. Sawa, nachukua selection tool halafu nabonyeza tu popote. Sasa hebu tuchezeshe tuone video yetu inaonekanaje. Kwa hiyo nikija hapa mwanzo, nikipreview katika full screen utaona ni jinsi gani maandishi yangu yatakuwa yanaonekana. Mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku tunasahau kutazama uzuri wa dunia unaotuzunguka. Mashamba yenye maua yanachanua kwa rangi zinazong'ara. Upepo ukipuliza taratibu juu ya nyasi pana. Sawa. Kwa hiyo ile ndiyo title yangu ama ni utambulisho wa mradi wangu. Kwa hiyo mtu akiangalia anajua kwamba hii video inahusiana na nini. Kwa hiyo hapa itakuwa inahusiana na nature ama mazingira. Nikirudi katika Premiere Pro,
Sasa nikufahamishe ni namna gani unaweza kuandika maandishi ama ukatengeneza graphics kuanzia mwanzoni. Kwa hiyo badala ya kuja katika browse na ukachagua graphics yoyote, utakuja katika sehemu ya edit. Alafu hakikisha kwanza hujaichagua ile graphics yoyote ambayo ipo. Kwa hiyo utabonyeza tu popote. Baada ya hapo utakuja katika sehemu ya edit, halafu utabonyeza new layer. Sasa hapa tunakuja katika kuweka text. Kwa hiyo tukibonyeza hapa, unaona kwamba maandishi yametokezea na yamechukua ile sifa kama ya maandishi ambayo yalikuwepo. Sasa hapa tujalie naandika kwamba video editing course by Movitech Academy. Kwa hiyo nita highlight na kuandika video editing course. Kwa hiyo kama maandishi ni makubwa, naweza nikayachagua haya, halafu nikaja katika sehemu ya text, nashika katika hii slider na kuweka mpaka pale ambapo nataka. Sawa. Sasa hapa nataka tuongeze na kitu, na tutaweka rectangle itakuwa kama background ya haya maandishi yetu. Kwa hiyo nikija hapa na kuja katika rectangle, na iweka katika ukubwa ambao nataka. Halafu unaona kwamba maandishi yangu hayaonekani, ni kwa sababu hili umbo la mstatili limekaa juu ya maandishi yangu. Kwa hiyo nikishusha chini, unaona kwamba maandishi yapo. Kwa hiyo nitakachofanya ni kwamba nitakuja katika sehemu ya matabaka ama layers, nitaishika hii ya video au nitashika hii alafu nitashusha chini. Kwa hiyo nikishusha chini, unaona kwamba maandishi yangu yameshaka katika, yani yamekaa juu ya lile umbo ambalo nimelitengeneza. Kwa hiyo nitabadilisha rangi. Kwa mfano nataka kuwe na background ya blue. Sawa. Sasa hivi sitaki kuwe na shadow katika maandishi. Kwa hiyo naweza nikaja katika sehemu hii huku nikiwa nimechagua maandishi, alafu katika shadow naondoa tick. Halafu na stroke pia naiondoa. Kwa hiyo nitachagua tena maandishi, nitaondoa stroke. Baada ya hapo nitaandika na maandishi mengine. Kwa mfano naandika by Movitech Academy. Kwa hiyo nakuja hapa, nachagua text, naweka chini yake, halafu nabonyeza mara mbili ku highlight, halafu naandika by Movitech Academy. Sawa. Kwa hiyo haya nitayapunguza ukubwa sana ili yatofautiane na yale maandishi ya juu ambapo ndiyo headline yetu ama maandishi ya msingi zaidi. Kwa hiyo nita highlight, nitakuja katika ukubwa hapa na nitaandika kwa mfano 40. Sawa. Kwa hiyo baada ya hapo nitachukua na nitaweka sawa. Kwa hiyo kama 40 ni madogo, nitaweka 50. Halafu nataka maandishi ambayo yako membamba. Kwa hiyo nikiangalia hapa katika regular kama nitapata style ya nyembamba, hamna. Kwa hiyo nitakuja katika sehemu ya maandishi hapa, halafu nitachagua hati nyingine. Kwa mfano nitachagua Avenir Next. Halafu nikija katika mitindo ama font style, naweza nikachagua regular. Baada ya hapo nitahakikisha kwamba vitu vyangu vimekuwa aligned vizuri. Kwa hiyo nikiwa nimechagua haya maandishi ya Movitech Academy, na kuja hapa kuhakikisha kwamba yamekaa katikati, na haya maandishi nitachagua na kuweka hapa, na hili umbo nitahakikisha kwamba limekaa katikati. Okay. Haya maandishi napendelea niyabadilishe rangi na nitaweka rangi ya manjano. Kwa hiyo nitaya highlight, naweza nikachukua type tool, halafu nikabonyeza mara mbili, na kuja katika sehemu ya fill. Naweza nikachukua hii eyedropper tool ambayo naweza kuchagua rangi yoyote katika video inayoonekana. Kwa hiyo nikichukua hii na kuja katika hii sehemu ya manjano, kwa mfano nikibonyeza mara moja,
tayari nimeweza kuchagua manjano ambayo naitaka, kwa sababu kuna principle inaitwa repetition katika graphic design, manake kurejea kitu ama rangi fulani, na ndicho ambacho nimekifanya. Sasa pia nataka nihakikishe kwamba huku chini na juu kupo sawa. Kwa macho tu ya kawaida kunaonyesha kwamba huku chini ni kidogo kuliko huku juu. Kwa hiyo hili umbo ndilo ambalo litanipa mwongozo. Kwa nikilichagua hili, halafu nikiweka hapa katikati, limepanda juu. Kwa hiyo haya maandishi yangu nitayachagua yote. Kwa mfano nachagua hili, nabonyeza shift, nachagua na jingine, halafu napandisha juu. Kwa hiyo kwa macho ya kawaida ni kwamba maandishi yangu yamekaa katikati ya hili umbo. Kwa hiyo nikibonyeza pembeni hapa, maandishi yangu sasa hivi yanaonekana hivyo. Kwa hiyo unaweza kutumia njia hii kuandika jina la mtu ambaye anasimulia. Kwa mfano tunaona kwamba katika sehemu tofauti tofauti, ikiwemo uandishi wa habari, tunaona kwamba hapa chini kunatokea jina la yule mtu ambaye anaongea. Kwa hiyo nikija hapa katika timeline, nikichagua haya maandishi, nitakuwa na uwezo wa kuyaweka popote pale ambapo nataka. Kwa hiyo nitayaweka hapa kuanzia ile video inapoanza na yamalizikie pale video ya picha hii yanapoishia. Kwa hiyo nikija hapa, juu ya nyasi pana, mawimbi ya bahari yakipiga pwani kwa utulivu na miti iliyosimama. Sawa, kwa hiyo kama kawaida nitaweka transition mwanzoni na mwishoni. Kwa hiyo nikija tena, sipana, mawimbi ya bahari yakipiga pwani kwa utulivu na miti iliyosimama imara ikishuhudia misimu ikipita. Sasa tumalizie na maandishi ya mwisho ambayo tunaita kama end credits. Kwa hiyo end credits yatakaa mwishoni mwa video yetu. Kwa hiyo huku mwishoni unaweza ukaandika maandishi kama vile copyright au wale wahusika wote ambao wamesaidia mradi fulani kukamilika. Kwa mfano katika michezo, yale majina yote ya wahusika unaweza ukayaandika na kadhalika. Kwa hiyo huku mwisho kabisa, ambapo hata hii playhead yangu nitaiweka mwishoni, halafu nitakuja katika sehemu ya essential graphics na nitakuja katika new layer na kuchagua text. Kwa katika text hapa nitaandika maandishi yafuatayo. Kwa hiyo nitabonyeza mara mbili, halafu nitaanza kuandika kozi ya, halafu nitabonyeza enter kushuka chini, nitaandika video editing, halafu nitabonyeza enter mara mbili kushuka chini, halafu nitaandika imeandaliwa na Movitech Academy, imeandaliwa na, nitabonyeza enter, Movitech Academy, nitabonyeza enter tena mara mbili, nitaandika shukrani za dhati kwa watazamaji wetu, halafu nabonyeza enter kushuka chini, nitamalizia asante kwa kuangalia. Baada ya hapo nachukua selection tool na napandisha juu maandishi yangu, halafu nitaya align center. Baada ya hapo nahakikisha kwamba yamekaa katikati na nitabonyeza na hapa pia. Nataka kila ambacho kinatambulisha kiwe na rangi nyeupe. Kwa mfano hapa katika kozi yetu nita highlight. Kwa mfano katika kozi ya nitaweka maandishi meupe, nitakuja hapa nitachagua meupe, imeandaliwa na, naweka meupe, shukrani za dhati, maandishi meupe. Asante kwa kuangalia, sijapenda ilivyokaa, kwa hiyo nitaweka tu asante. Kwa mfano hii asante nataka iwe imekazana ama bold. Kwa hiyo ita highlight, halafu nitakuja katika mitindo ya font ama font style, nitaweka heavy. Kwa hiyo haya maandishi yangu yatakuwa yamekaa mwishoni mwa video. Sasa
Kwanza hapa nihakikishe kwamba hichi kinafasi kinaondoka. Kwa hiyo nitachagua yale maandishi yangu ama graphics, nitasogeza mpaka mwisho. Baada ya hapo nitaifuta ile transition ya mwanzo, nitaichagua halafu nitabonyeza delete. Nita right click halafu nita apply default transitions. Kwa hiyo nikiplay hapa, kila siku ni nafasi mpya ya kuona maisha kwa macho mapya. Sawa, sasa hapa ninachotaka kukifanya ni kwamba isiwe tu kimya kimya. Kwa hiyo naweza nikaongeza ile sauti ya mazingira mpaka mwisho. Tuseme mpaka hapa. Halafu baada ya hapo, kwanza huku mwisho nitaweka default transitions. Nitakuja sehemu ya tracks ili niweze kuedit vizuri. Nitazichagua hizi nukta zangu ambazo ni anchor points. Nitachagua hii, nitabonyeza shift kuchagua zote kwa pamoja. Halafu nitabonyeza shift ili niweze kuzisogeza vizuri mpaka mwisho. Kwa hiyo ikifika hapa maandishi ndiyo yatoke. Kwa hiyo nikija tena hapa halafu nikichezesha mpya ya kuona maisha kwa macho mapya. Sawa. Kama unataka maandishi yako yatembee kama inavyomalizika michezo, utachagua ile graphic yako, halafu utabonyeza roll. Kwa hiyo ukija kuplay tena ya kuona maisha kwa macho mapya. Kama spidi kubwa utaiongeza tu grafiki yako. Alafu nikichezesha kuona maisha kwa macho mapya. Sawa. Hebu tuiangalie video yetu kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa hiyo nitaipreview kwa full screen, alafu nitachezesha. Mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku, tunasahau kutazama uzuri wa dunia unaotuzunguka. Mashamba yenye maua yanachanua kwa rangi zinazong'ara. Upepo ukipuliza taratibu juu ya nyasi pana. Mawimbi ya bahari yakipiga pwani kwa utulivu. Na miti iliyosimama imara ikishuhudia misimu ikipita. Kila mandhari inatufundisha kitu: uvumilivu, amani na thamani ya muda tulionao. Huu ndio uzuri wa asili, ukitukumbusha kwamba kila siku ni nafasi mpya ya kuona maisha kwa macho mapya. Sawa. Huo ndio mwisho wa video hii. Katika mafunzo yajayo utajifunza kuweka athari ama effects mbalimbali katika videos. Utajifunza kufanya maboresho ya rangi na kadhalika. Usisahau kulike, kucomment na kushare. Tutaonana katika video ijayo.